Uongozi wa manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam umesema watachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwafikisha mahakamani na kuwaondoa kwenye maeneo yao wafanya biashara wa kokobichi watakaoshindwa kulipa kodi ya upangishaji wa mabanda biashara. Kauli hiyo imetolewa na meya wa manispaa ya Kinondoni Songoro Mnyonge wakati wa majumuisho wa ziara ya kamati ya fedha na uongozi katika robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026. Kupitia ziara hii ya kamati ya fedha ambayo tumeifanya, tunatoa mwezi mmoja kwa wafanyabiashara wa Coco Beach, Mihogo A mabanda 21 na Mihogo B mabanda 38, watulipe kodi yetu wanaotakiwa kulipa kama ilivyopitishwa na vikao halali vya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Wakishindwa kulipa kuanzia leo tarehe 17 mwezi wa 7 mpaka ifikapo tarehe 17 mwezi wa 8, halmashauri itawachukulia hatua za kisheria, kuwafikisha mahakamani wakwepaji wa kodi pamoja na kuwaondoa kwenye maeneo hayo ili wawekwe wale ambao wataweza kulipa kulingana na sheria na taratibu za mikataba yao na biashara wanayoifanya. Kamati ya fedha ya manispaa ya Kinondoni iliwatambua baada ya kuwa tumewaacha wakifanya biashara toka tumeboresha Coco, walikaa mwaka mzima hawalipi chochote, lakini wakifanya biashara kubwa na wakiingiza mapato makubwa. Baada ya mwaka mmoja tulipitisha utaratibu hapa kwamba sasa wanatakiwa walipe, wameshakuwa. Na kila banda lililopo pale Coco lilipangiwa kulipa kodi ya shilingi 30,000 kwa mwezi. Na banda moja lina wafanyabiashara kati ya 4, 5 na wengine wako 6 kwenye banda moja. Kwa hiyo mnaweza mkaona hiyo 30,000 ukiigawanya kwa watu wao, unaweza kukuta mwingine alitakiwa wote kwa ujumla wao kwa mwezi kama shilingi 7,000, angelipa tu shilingi 7,000, 7,500. Kwa hiyo ukizichanganya kwa umoja wao zinafika hizo shilingi 30,000. Lakini wafanyabiashara wale wa Coco Mihogo wamegoma kulipa kwa visingizio ambavyo hatuvijui. Kwa hiyo tunakuagiza mkurugenzi kupitia idara ya biashara twende tukalifanye hilo, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji. Tumejiridhisha kwamba hata wale wengine wanaokuwa wababe wameyauza yale maeneo kwa wafanyabiashara wengine kwa fedha nyingi. Mheshimiwa Meya, nakubaliana na hilo ambalo lipite kama hivyo tulivyozungumza, kutoa muda wa mwezi mmoja watu walipe na wasiolipa tuweze kuchukua hatua. Hilo mimi nalikubaliana nalo. Mimi niendelee kushauri, sisi wenzetu tuna wataalamu wa mipango, tupange vizuri na tuendelee kuwashawishi wenzetu wakubaliane na sisi, kwa sababu ripoti inasema kwenye parking pale tunapata almost milioni 300. Lakini wafanyabiashara sifuri. Kuna hela ambayo tulitakiwa tuipate, na hiyo tunapata zero kwa kipindi chote hicho. Lakini haimaanishi kwamba hakuna watu ambao, au haimaanishi kwamba serikali haiko tayari kufanya uwekezaji mkubwa ambao utabadilisha mambo. Na sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, mahitaji yetu ni makubwa. Tunatakiwa tuongeze mapato. Vyanzo vya kuongeza mapato ni hivi. Kwa hiyo tuige kwa wenzetu, kwa sababu hivi vitu sio vipya. Huko duniani haya mambo yameishafanyika sana.